dua zianze, tumuombee mwenzetu. Hapa pole fiwa wote, mama yake, mtoto wake na wasanii wote kwa ujumla. Na wakati unapata taarifa ya wapi na nini ulifanya? Nilikuwa nyumbani ndio nilipata taarifa ya Waislamu na sio Waislamu. Sisi kipindi chetu mwanadada huyu na watu wengi wanaamini kwamba India labda anaenda kuimarika sasa ndio upande wako ni kipindi gani ambacho kilikuumiza kama mwanadamu kama msanii wako kwenye hali ngumu kimepelekea kifo chake? Kwa kweli watu wameumia wote yani, kwa sababu hamna mtu ambaye asiyejua alipokuwa anaumwa. Kweli watu walijitahidi, walipigana wanavyoweza, na mpaka alipoenda India tuliamini atarudi akiwa, of course alikuwa mzima, na mpaka mara mwisho tunaona alikuwa shapona. Lakini sasa sisi ni binadamu tu, mwisho wa siku Mungu ndo anajua kila kitu. Na safari yetu wote ushawahi kupata nafasi labda ya kuzungumza naye kipindi chote ambacho alikuwa anaumwa? Nilizungumza naye mara nyingi tu, na kuna kipindi alikuwa anaumwa Mwanza nadhani. Nilienda nikamwona, nikaongea naye. Tulikuwa tunaongea, tunafanya maombi. Anasema pamoja na kuumwa kwake lakini alikuwa ni mwanamke imara sana. Hata ukimwambia unaumwa anakuambia niko vizuri. Yani ni mtu wa kujipa moyo. Kwa jinsi wewe ulikuwa unamuonaje, lakini watu wakitamini kwamba ana maumivu makali ambayo anapitia? Kiukweli alikuwa ni mwanamke shujaa sana. Yani hata kama alikuwa na maumivu kiasi gani alikuwa anajikaza. Anakuambia tu mimi niko sawa, na unamuona kabisa mtu yuko sawa, lakini hapendi kufanya mtu mwingine ajisikie vibaya. Kwa hiyo alikuwa anajikaza mno, yani anajikaza mno. Ni kitu gani ambacho anakuachia wewe kama ni sehemu ya alama ya kutokumsahau kwa sababu ya upendo wenu, urafiki wenu, ndugu wenu, muunganiko wenu katika swala zima la sanaa? Kiukweli ni ule ujasiri alikuwa nao, pamoja na kwamba alikuwa anaumwa sana, lakini alikuwa ni mtu ambaye hapendi watu wengine wajisikie vibaya kwa sababu ya ugonjwa wake. Na watoto wakupewa chai, wahusika wa chai. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anapita kwenye kazi. Biteni huku tukae, tuanze kisomo shao. Alikuwa anamwamini sana Mungu. Hata mimi nilipokuwa nikiongea naye mara nyingi. Kwa hiyo yani kuna vingi sana vya kujifunza kwake. Lakini cha ajabu pamoja na kuwa na nini, alikuwa bado mzuri, yani she was so beautiful, yani sijui nisemeje, alikuwa na neema ya ajabu. Nyuma kidogo hebu tuambie ni kitu gani ambacho sasa unakikumbuka na sehemu gani ambayo unahisi hata wewe pamoja na kuumwa kwake yeye ilikuumiza wewe kama mwanadamu kusikia mwenzako anaumwa? Na nasema kwa kipindi nilienda kumuona kwa mara ya kwanza ndo namuona kwa anaumwa. Siwezi kuelezea kwa sababu yani nilikuwa namuona alivyo, yani nilikuwa nawaza yale maumivu ambayo alikuwa anayasikia. Mimi siwezi kuelezea, lakini kwa kuangalia tu mimi nilikuwa naona alikuwa anaumwa sana, lakini mtu ambaye alikuwa anajikaza sana, yani hataki kujisikia vibaya. Kwa hiyo anakuambia niko sawa, lakini unamuona kabisa ni mtu ambaye alikuwa anaumwa sana na alikuwa anajikaza, yani kwa kweli ni mtu wa pekee sana. Neno lako kwa msiba huu? Nawapa pole watu wote, na tujifunze kwamba hapa duniani tunapita, safari ni ya kwetu wote, wenzetu wametangulia. Jamani, nasema kila siku tuombe, tusali, hatujui siku wala saa. Na tuliona ameenda, amepona, tuko tuna uhakika anarudi, na wote tuko tunajua hivyo. Lakini kazi ya Mungu. Kwa hiyo na sisi tuliobaki, hatujabaki tu kwa sababu kwamba si ni wema sana. Tumebaki ni kwa neema tu. Kwa hiyo tutumie huu muda vizuri, tuombe, tusali, kwa sababu hatujui dakika zinazofuata itakuwaje. Kwa hiyo turudi kumtumikia Mungu, tufanye yale ambayo yanampendeza Mungu, kwa sababu safari ndio kama hivyo. Kwa hiyo nawapa pole wafiwa, tuendelee kumwombea, na naamini kwa sababu alikuwa anasali sana na watu wengi tulikuwa tunamuombea, yuko mahali pema. Sisi waandishi wa habari pamoja na wewe tutumie muda huu kutumia nachoweza kusema ni kwamba apumzike kwa amani. Na kama unavyosikia sasa hivi watu wanafanya maombi kwa ajili ya kuombea, kwa hiyo ningependa na mimi niende nikashiriki. Asante na pole kwa msiba. Thank you. Irene Uwoya, mmoja kati ya wasanii wakubwa sana kwenye taifa la Tanzania, amezungumza.